Mchina ananiambia Watanzania mlio wengi mmechagua kuwa wajinga kwa makusudi, na ndio maana dunia inaamua kuwapa kicheko ambacho mmekihitaji. Ananiambia angalia movie za China au za Korea, naingia YouTube wherever popote utakapokwenda, angalia wadada wa China, angalia wadada wa mataifa ya Asia, afu angalia makalio yao kama utaona makubwa kama ya Bongo. Kwa nini nyinyi wa Bongo mnaangaikia vitu kama hivyo hapo? Afu China wanaongezea. Sasa story hii ilitokana na siku moja hivi, kumbuka alikuwa nasikiliza wimbo, anapenda sana wimbo wa Harmonize wa ile single kwa tukawa tunacheza. Sasa siku moja nikawa naangalia kwenye page ya Harmonize, akawa kipindi cha Harmonize alikuwa na date na Posh Queen. Walivyomuona watu wakaona naona mambo yenu haya. Yaani mkiona hivi ndio mnapokambia sasa ndio huyu msanii wako huyo ndio akionaga hivi vitu hivi anasi anachanganyikiwa. Sema haya ndio hayo tunazungumzia. Yaani yeye ameamua kuwa busy na mambo ambayo yani sio ya msingi, yani muda yote ni kubishana. Kwa sababu kuna muda mwingine nakuta tunaongelea masuala, nikaona mwanangu mmoja hivi situkikaa tunaongelea masuala ya siasa. Anaambia ujinga wa wasanii wenu pia kujidewa na magari mengi. Yaani baada ya kununua gari moja alafu hela ya magari mengine akafungua kiwanda. Anaambia kuna viwanda ambavyo mtaji wa shilingi milioni 100 tunaweza kuzalisha product nyingi kwa siku, lakini bado na wenyewe wameamua kuwa wajinga kama ninyi. Mimi nikaona sasa huyu Mchina anakuelekea anavuka mipaka. Anaambia dada zenu wanakuja nchini kwetu kuongezewa makalio na watu wasioongeza. So mimi ni binadamu, kwa nina hasira, nikaamua zangu kuchili na kumsikiliza. Kwa hiyo sasa kanaambia sisi tumeamua kuwa wajinga kwa makusudi. Kwa dunia inatucheka sio kwa sababu inachuki, kwa sababu sisi tunaomba kicheko, tunachekwa. So kama Mtanzania nikakasirika, nikanuna, afu nikamwambia wewe kama ungekuwa wewe ni smart nini, wewe sio mjinga kama sisi, wewe ungebaki zenu kwenu huko mkapambana. Akasema hapana, yani hapo bado nakutukana vile vile, na ndio maana sisi tumekuja. Yani wewe hujanielewa wapi? Yani mimi sitaki kuwa kule, natakiwa nije huku kwa sababu natakiwa nifanye kile ambacho wewe usikufanya. Wewe si uko busy na vitu vingine. Kaka sikumuelewa, nikaishi tuna hasira. Lakini sasa hivi siku zinavyozidi kwenda ndo naelewa. Dunia inatucheka, ujue inatucheka, lakini sio kwa sababu inatuchukia, kwa sababu sisi tumeomba kuchekwa. Sio kama nielewa. Mimi naitwa Don. Kama utakuja nielewa, irudie tena hii video utanielewa.